Na mtazamaji, huku makataa ya kuwasilisha kesi ya waathiriwa wa maandamano ambao ni tarehe 3 Aprili yakikaribia, mwenyekiti wa tume ya kutetea haki za kibinadamu Clarice Oganga ametoa wito kwa waathiriwa kujitokeza katika ofisi za tume hiyo au kupitia njia za kidijitali ili kuorodheshwa kwenye mpango wa kitaifa wa fidia. Waathiriwa na familia zilipoteza wapendwa wao wanatakiwa kuwasilisha stakabadhi muhimu kama fomu za P3 na ripoti za matibabu ili kuhakikisha haki inatendeka kupitia mfumo wa fidia na marekebisho. Waomba waathiriwa wote ambao hawajajitokeza kufanya hivyo kwa hiyo wiki moja ambayo imesalia. Waathiriwa wote wanaomba kujitokeza kwa ofisi zetu kujiandikisha au kupiga simu kwa kutumia namba zilizo kwenye mitandao ya tume. Tungependa kuwakumbusha wananchi ya kwamba tume hii ndiyo taasisi pekee inayofanya shughuli ya kusajili waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu, haswa waathiriwa wa maandamano. Na tungependa kuwakumbusha wananchi kubeba stakabadhi muhimu walizonazo zitakazotumika kama ushahidi kuwa uliathirika kwa njia moja au nyingine wakati wa maandamano, au jamaa yako alipoteza maisha wakati wa maandamano.